Tukirejea kule kwa walimalizeti kwa maana ya Singida Black Stars, wamefikia tunaweza kusema nyama imekuwa ngumu kwa upande wao na mchezaji wao Elvis Baranga Rupia. Inasemekana kwamba mahusiano ya pande zote mbili yaliharibika mara tu baada ya mchezaji kuanza kudai madai yake baina yake yeye na klabu hiyo ya Singida Black Stars. Tukitazama kwa Singida Black Stars na Elvis Rupia, lilikuwa ni swala la muda kulisikia. Unajua shida, tumesikia story ya upande mmoja. Hatujawasikia Singida wenyewe wakitoka public labda wakieleza kitu gani ambacho kimemfanya mchezaji akaondoka katikati ya msimu ama kuelekea mwishoni mwa msimu. Lakini of course mara ya kwanza tulianza kusikia hizo fununu. Mchezaji ataondoka, mchezaji bla bla, mchezaji hivi mara vile. Lakini leo tunapoona ama kusikia mchezaji hayupo kabisa ikosini, na uzuri Singida wakicheza mechi siku hizi ziko live. Unaona bwana fulani, unamuona fulani au muone. Ana majeraha, hana majeraha, imekuwaje hayupo. Kwa mimi nafikiri tungepata upande wa pili wa story, ndio tungejua story tunaweka katika namna ipi. Lakini yes, kwa taswira ya nje Juma Shabani, kati ya Singida na Elvis Baranga Rupia, ni nani ambaye amepoteza hapa? Tumeona amekuwa na misimu mitatu ndani ya kikosi cha Singida, si ndio? Msimu wake wa kwanza amefunga almost zaidi ya magoli 9. Msimu wa pili kidogo kwa kuna challenge baada ya kuingia Jonathan Soa kwenye upande wa huo msimu, na tulimuona Rupia alikuwa anaingia zaidi dakika za mwisho, dakika 10-15, lakini bado alikuwa unaona ana hiyo potential, kitu ambacho watu wengi wakawa na doubt kwa nini apate nafasi mara kwa mara. Na ilikuwa ni ngumu kwa accommodate wote kwa wakati mmoja wakacheza katika upande wa mechi moja. Zilikuwa ni mechi chache sana ukimuona Elvis Rupia pamoja na Jonathan Soa akicheza kwa pamoja. Na Soa aliseti standard kwamba yeye ni mshambuliaji wa aina gani. Japo hata ujio wa Jonathan wa Elvis Rupia haukuwa mbaya ndani ya kosti cha Singida, kwa sababu nakumbuka mechi ya kwanza ilikuwa ni kwenye mechi dhidi ya kombe la shirikisho ambayo Singida walicheza na wale Future ya Misri, na mechi yao ya kwanza walishinda hapa katika upande wa uwanja wa Azam Complex. Mechi ya kwanza Rupia alikuja kujitambulisha yeye ni mshambuliaji wa aina gani, lakini mechi ya pili walienda wakapoteza kule, walifungwa magoli 4. Kwa hiyo kuanzia hapo alikuwa na msimu mzuri, na ukiangalia ni kwamba Singida kwa msimu huu pia wamesajili zaidi ya washambuliaji wawili, akiwepo na Rupia ambaye anakuwa ni mshambuliaji kama watatu, kitu ambacho huiona nafasi yake moja kwa moja. Na walikuwepo baadhi ya wachezaji kama kina Eliuta Mpepo ambaye alikuja akaondoka baada ya kuwa na nafasi finyu pia ndani ya kosi. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba Singida tayari walikuwa shaanza kujiandaa na maisha mapya dhidi ya Elvis Rupia. Kwa hata kwa hichi ambacho kimetokea ni kwa natarajia pia kuweza kuona ni swala la muda, lakini ukitizama Singida hata msemaji wao namna anavyozungumza ni kwamba kama tayari wameshakata tamaa na ligi kwa namna ambavyo ilivyo, kwa sababu kitendo cha kusikia kwamba baadhi ya wachezaji ama timu kama timu imepunguziwa kuhusiana na swala la mishahara, imepunguziwa pia bonus, kuna namna iliwashusha wachezaji. Na ndio maana baada ya ile tangazo, naangalia na mechi ambazo Singida walizoanza kuzicheza hapa kwao hazikuwa nzuri sana, lakini wakati mpo kwenye nyakati ngumu, kuna baadhi ya key players ndani ya timu ambao wanapata pia kadi nyekundu, kitu ambacho itamlazimu mwalimu kuanzia mechi hii ya leo kuanza kucheza pia bila Khalid Aucho, kitu ambacho leo kesho yes, dhidi ya Young Africans, kitu ambacho wakati Singida wanamsajili mchezaji kama Aucho walikuwa wanatuambia wamemsajili mchezaji ambaye mwenye kofia mbili. Kwanza ni mchezaji, lakini pia kiongozi. Kama unamkosa mchezaji ambaye ana haiba hizo mbili, basi umpate kiongozi kwenye mechi zote hizi, basi umpate kiongozi. Na kama kiongozi mwenyewe anakuwa anaongoza kwa kutokuwa na discipline nzuri uwanjani, tafsiri yake ni kwamba mnapokuwa ndani ya mechi basi hakuna utulivu aina yoyote. Kwa hiyo nilikuwa naitarajia hili, na nilianza kuliona tu baada ya klabu kuweza kutangaza kwamba watakuwa na hayo maboresho ama kuwakata wachezaji wao zaidi ya 40% kwenye mishahara. Naam, huyo ni Juma Shabani. Tupate mapumziko mafupi halafu tutarejea tena, lakini kubwa zaidi ni kwambie ipo promotion ya Royal Win Plus ambayo inakuwezesha wewe kushinda gari kali aina ya Toyota Harrier. Nenda kacheze mchezo wowote ule kwa spin ya shilingi 500. Kuna aviator na michezo mingine zaidi ya 5,000. Nenda sasa karushe kindege kwa spin yako shilingi 500 na uweze kuingia kwenye draw ya washindi ambao wanashinda gari aina ya Toyota Harrier. Website ni ile ile www.pmbet.co.tz.